Iran imesema haitofungua tena kikamilifu mlango wa Hormuz mpaka pale ambapo Marekani itakapokubali kikamilifu masharti yaliyowekwa na Tehran, huku mazungumzo ya kidiplomasia kupitia Oman yakiendelea katika hali ya mvutano mkubwa. Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Sadar Mohebi, kufunguliwa kwa Hormuz hakutegemei tu makubaliano yanayojadiliwa kati ya Iran na Oman. Kwa mujibu wa taarifa iliyoripotiwa na Al Jazeera, Iran inaona Hormuz si njia ya biashara pekee bali pia ni sehemu muhimu ya nguvu zake za kijiografia na kimkakati. Mohebi amesema Tehran iko tayari kufungua njia hiyo pale Marekani itakapokubali masharti ya Iran na kuacha kuingilia mazungumzo ya kikanda. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Tehran na Oman ziko karibu sana kufikia makubaliano kuhusu usafirishaji kupitia Hormuz. Araghchi amesema pande hizo zinajadili kwanza kuweka njia ya muda ya usafirishaji kabla ya kufikia utaratibu wa kudumu. Mazungumzo haya yamehusisha pia maafisa wa kijeshi na wanamaji wa nchi hizo mbili. Iran inadai kwamba ilikuwa tayari imetekeleza sehemu ya makubaliano ya awali yaliyofikiwa Pakistan na kwamba usafirishaji ulipaswa kurejea katika hali ya kawaida ndani ya mwezi mmoja. Hata hivyo, Tehran inaituhumu Marekani kwa kukiuka makubaliano hayo na kujaribu kutafuta njia mpya za kupitisha meli nje ya utaratibu ambao Iran imekubali. Mvutano pia umeongezeka baada ya meli inayohusishwa na Abu Dhabi National Oil Company ya Umoja wa Falme za Kiarabu kushambuliwa kwa kombora ikiwa inapita Hormuz. UAE imelaani tukio hilo vikali, ikisema ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na tishio kwa usalama wa usafirishaji wa kibiashara na nishati duniani. Kwa mujibu wa taarifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, shambulio hilo halikusababisha majeraha na hali ilidhibitiwa kabisa. Saudi Arabia na Qatar pia zimelaani tukio hilo vikali. Saudi Arabia imesema Iran itawajibika kwa madhara yanayotokana na kile ilichokiita uchokozi unaoendelea, huku Qatar ikitaka Hormuz ifunguliwe bila masharti. Waziri wa mafuta wa Iraq, Bassem Mohamed Qudair, amesema usafirishaji wa mafuta kupitia Hormuz umeshuka kwa 75% tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Amesema Iraq ilikuwa ikisafirisha takriban mapipa milioni 3.4 kwa siku kabla ya vita, huku sasa nchi hiyo ikiwa na uzalishaji wa takriban mapipa milioni 2.7 kwa siku na kusafirisha kati ya mapipa milioni 1.5 na mapipa milioni 1.7 kwa siku. Iraq sasa inatafuta njia mbadala za kusafirisha mafuta yake ili kupunguza utegemezi wa Hormuz. Mlango wa Hormuz ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za kibiashara na nishati duniani. Sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kutokea eneo la Ghuba ya Uajemi kupitia katika njia hiyo kuelekea masoko ya kimataifa. Kwa hiyo, kuvurugika kwa usafirishaji kupitia Hormuz kunaweza kuathiri bei ya mafuta, gharama za usafirishaji, usalama wa nishati na uchumi wa nchi nyingi duniani, si Mashariki ya Kati peke yake. Al Jazeera imeripoti kwamba katika kipindi cha siku 7 kilichoisha Agosti 2, wastani wa meli zilizokuwa zikipita Hormuz ulikuwa karibu meli 4 kwa siku, ikilinganishwa na takriban meli 60 kwa siku katika kipindi kama hicho mwaka 2025. Kiasi cha mizigo kilichopita nacho kiliripotiwa kushuka kwa takriban 96%. Mshauri wa masuala ya kimataifa wa kiongozi mkuu wa Iran, Ali Akbar Velayati, amesema Iran inaamini usalama wa Mashariki ya Kati unapaswa kusimamiwa zaidi na nchi za eneo hilo. Amesema uwepo wa majeshi ya kigeni ni moja ya sababu kuu za ukosefu wa usalama na ametaka nchi za eneo hilo kuongeza ushirikiano wao. Wakati huo waziri mkuu wa serikali ya Kikurdi ya Iraq, Masroor Barzani, amesema eneo lake halitaki kuwa sehemu ya vita vyovyote katika Mashariki ya Kati. Amesema eneo la Kurdistan limekabiliwa na zaidi ya mashambulizi 1000 ya makombora na drones ambayo amedai yalitoka moja kwa moja Iran au kupitia makundi yenye silaha ndani ya Iraq. Barzani amesisitiza kwamba sera ya mambo ya nje ni jukumu la serikali ya shirikisho ya Iraq. Kinachoonekana sasa si suala la Hormuz kufunguliwa au kufungwa pekee, bali ni mapambano makubwa ya ushawishi kati ya Iran, Marekani na washirika wao. Iran inatumia udhibiti wa Hormuz kama chombo cha shinikizo la kisiasa na kiuchumi, huku Marekani na mataifa ya Ghuba yakitafuta njia za kuhakikisha biashara ya mafuta inaendelea. Ikiwa hali hii itaendelea kwa muda mrefu, madhara yanaweza kuenea kutoka Mashariki ya Kati hadi masoko ya mafuta, usafirishaji wa kimataifa na uchumi wa dunia kwa ujumla.